Zengwe lililokuwa linaendelea kati ya msemaji na afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kwa maana ya Ali Shabani Kamwe na polisi Tabora, tunaweza tukasema limeisha kwa namna yake mara baada ya Ali Shabani Kamwe kuruhusiwa kutoka, lakini ametoka kwa dhamana. So si kwamba ameachiwa huru moja kwa moja kwamba shtaka lake limeisha, bali ni kwamba ameachiwa kwa dhamana na kualifiwa kuripoti tena polisi kwa muda ambao wamempangia. Sasa wengi wamekuwa wakijiuliza issue ambayo inaendelea, ni kipi ambacho kinaendelea juu ya afisa habari huyu kwa kile ambacho kilifanya mpaka akafika pale Central, kwa sababu taarifa zilizotoka awali zilidai kwamba Ali Shabani Kamwe alikamatwa toka jana usiku. So alilala Central toka jana, alikamatwa kwenda polisi Tabora na alilala Central. Baadaye tukaja kuarifiwa kwamba amehamishwa kituo na kupelekwa ofisi za au makao makuu ya polisi Tabora. Sasa wengi wamekuwa wakihusisha kitu ambacho kimefanya akamatwe ni kwamba huenda ni zile kauli ambazo alikuwa anazitoa baada ya kubishana kwa muda mrefu na RC wa mkoa huo wa Tabora, ambaye pia ni mwenyekiti wa ulinzi kwa mkoa husika, bwana Paul Chacha, ambapo Ali Kamwe alinukuliwa akisema mkuu wa mkoa, kwa sababu ameongea mengi sana kuelekea hii mechi, lakini mimi namuahidi kwamba ifikapo Jumatano atachacha kama jina lake. Sasa wengi wamezinukuu na kuzitafsiri hizo kauli na kwamba huenda ndo ambazo zilimpeleka Ali Shabani Kamwe kwenda kulala Central na kuweza kuachiwa kwa dhamana ili kuweza kurudi tena kujibu mashtaka yanayomkabili. Sasa hili swala limekuwa na pande mbili ambazo kila mmoja anaeleza sababu zake. Wengine wanasema hiki kinachoendelea ni uonevu. Uonevu kwa sababu gani? Kwa sababu kama mkuu wa mkoa yeye ndo alianzisha ili vaga, kwa nini aanze akimbilie polisi hata kama yeye ndo bosi wa polisi au ndo bosi wa usalama wa mkoa, lakini hakustahili kufikia huko, kwa sababu yeye kama mkuu wa mkoa, kama alitaka heshima yake ibaki pale kama mkuu wa mkoa, basi hakustahili kuingiza utani au kuingia kwenye michezo jumla. Basi kama yeye ni mlezi wa hiyo timu, alitakiwa tu amalizane na timu yake, aweke hamasa kwa timu yake na sio kuizungumzia timu pinzani ambayo pia aliyekuwa anabishana naye ndo huyu ambaye pia ni mtetezi wa hiyo klabu au brand hiyo. So watu wengi wanahoji kwamba hiki ambacho kimetokea ni kama tu uonevu ambao umefanyika kwa Ali Shabani Kamwe kwa kuweza kukamatwa, kwa sababu huyu RC mwenyewe kama aliingia kwenye utani, manake ajue kabisa kwamba huku kwenye michezo kuna utani wa michezo ambao upo na unaumiza, lakini hauchukuliwi serious kwa sababu ni utani ambao wana michezo tunaamini unapita na ni utani wa kupita. Sasa kama yeye RC yeye aliona huu utani utamuumiza, kulikuwa na haja gani ya kujiingiza kwenye huo utani? Na baada ya mechi tuliona picha ambazo wanapiga kwa pamoja, wamepiga kwa pamoja RC mwenyewe, Paul Chacha na Ali Shabani Kamwe, na Ali alinukuliwa akisema kabisa kwamba mkuu wa mkoa wa Tabora kwanza amemshukuru kwa hamasa ambayo ameifanya, kwa sababu amefanya mechi imekuwa na vibe kubwa sana. Amehype mechi kiasi cha kwamba wamepata mapato mengi makubwa kwa sababu ya watu kujaa uwanjani. Lakini ghafla asubuhi ya leo tukapata taarifa za kwamba Ali Shabani Kamwe kakamatwa. Sasa wengi wakawa wanajiuliza amekamatwa vipi, wakati jana tumeona picha ambazo amepiga yuko pamoja na RC. Sasa amekamatwa kwa kosa gani tena? Watu walionea hiyo kwa upande huo, lakini wengine hii wakaisemea kwa upande mwingine kwamba hawa wasemaji wa vilabu inabidi wawe na mipaka ya kuzungumza vile ambavyo wao wanaweza kuzungumza, kwa sababu wawe na heshima kidogo, kwamba unapozungumza na mkuu wa mkoa au kiongozi yoyote wa serikali lazima uwe na heshima kidogo. Sasa
wengi wamejaribu kulizungumzia hilo, wakanukuu pia na kauli za nyuma za Ali Shabani Kamwe kwamba amekuwa na mwendelezo wa kauli zake ambazo zinakuwa na tashwishwi. Wakanukuu pia kauli ambayo alimsema Mgunda ambaye kipindi hicho alikuwa anaifundisha Simba kwamba Mgunda na andazi, basi yeye Ali Shabani Kamwe anaweza kachukua andazi. Lakini pia ikaja mpaka juzi ambapo pia taarifa zilikuwa nyingi za kwamba Ali Shabani Kamwe anafungiwa, japo mpaka sasa hivi hamna taarifa yoyote iliyotoka. Na pia ikanukuliwa kauli ambayo aliposti kwenye akaunti yake ya Instagram ambapo alikuwa anawalaumu marefa, lakini pia kupitia uongozi wa hao ambao wanawamiliki hao marefa. So wakasema hizi kauli zote ukizikusanya kwa pamoja unapata jarida moja au unapata kitu kimoja ambacho kinaonyesha Ali Shabani Kamwe ni kama kauli zake zimekuwa na uharakini kidogo, na ndio maana inapelekea kuingia kwenye mtafaruku na watu tofauti tofauti. Lakini mimi mtazamo wangu unaweza nikautazama kwa upande mwingine kabisa kiasi ambacho huenda hata watu wengine wasiweze kunielewa. Kwa mimi naweza nikasema inabidi ifikie hatua sasa viongozi wa siasa wawe mashabiki wa vilabu tu hivi, lakini waachane na ngenga za Simba na Yanga, kwa sababu kile ambacho kilikuwa kinaendelea kule Tabora ulikuwa ni ushindani wa klabu ya Simba na klabu ya Yanga, kwa sababu inasemekana mkuu wa mkoa wa Tabora yeye ana unazi na timu ya Simba. Sasa kile ambacho kilikuwa kinaendelea si kwamba tu alisimama kwa kivuli cha mlezi wa klabu ya Tabora United, hapana, bali alikuwa pia anaisemea klabu pendwa yake au klabu yake pendwa ya Simba. Na ndio maana kuna kauli ilinukuliwa akisema kwamba Yanga na Simba ndo bora, haifikii Yanga, yani Yanga na Tabora ni kama wako sawa. Sasa hiyo sio kauli nzuri ambayo unaweza kaizungumza mbele ya viongozi ambao wameitengeneza brand ya Yanga. Yanga wote tunajua jinsi ambavyo imetengeneza brand yake, na Yanga ndo timu pekee ambayo ina kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika. Sasa hawezi akawa rais wa klabu na akawa mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika akawa na timu ambayo haieleweki. So hiyo pia ni kumshushia heshima Engineer Hersi Said. Mimi naamini kila mmoja wapo au kila mmoja ni bosi kwenye sekta yake. Hata huyu Paul Chacha ni bosi kwa sababu ni mkoa ambao yeye anaumiliki, lakini pia Engineer Hersi Said naye ni bosi kutokana na klabu yake ndo anayeshikilia. So itakiwa heshima iwepo baina ya hivyo vitu kabla haijatokea hiyo. Lakini unfortunately Ali Kamwe ameachiwa, yupo huru, anaendelea na majukumu yake. Ukiingia kwenye akaunti yake ya Instagram utaona alishaanza kuposti pia. Ameposti video ambayo inaonyesha alikuwa anazungumza na Clement Mzize kipindi ambacho mechi kabla haijaanza, wachezaji ndo wanaenda uwanjani. Aliongea na Clement Mzize, kuna kitu ambacho aliteta naye, lakini baadaye Clement Mzize alipofunga goli ilibidi asimame na kumnyoshea kidole Ali Shabani Kamwe kwa appreciate kile ambacho amemwambia. So hiyo ndo posti ambayo ameiposti Ali Shabani Kamwe kama anamappreciate Clement Mzize kwa kutekeleza yale ambayo alimwambia akayafanye na aliyafanya. So hiyo pia inaonyesha kabisa kwamba ashatoka, maana toka taarifa hizi zimetoka Ali Shabani Kamwe alikuwa hajaposti kitu chochote kwenye akaunti yake mpaka au toka jana mechi ilipoisha. So amekuja kuposti mida ya mchana huu hiyo posti yake. Sasa mimi naweza nikasema tu kuepusha haya mambo yasitokee au hizi contradiction zisitokee ni kutenganisha kati ya mpira na viongozi wa siasa. Yani wasiingilie kabisa mambo ya mpira, wao wabaki huko kwenye siasa. Kama ni ushabiki ubaki kuwa ni ushabiki, lakini mambo ya mpira waachie wenye mpira wao, maana huku kwenye michezo kuna lugha zake ambazo mwingine anaweza kaziona kama ni kumshushia heshima. Kwa kauli ambayo aliambiwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha na Ali Kamwe, kiuchezaji kimpira tu ingekuwa imezungumzwa kimpira, ile ni kauli ya kawaida sana, lakini kwa sababu ilimgusa mkuu wa mkoa ndio maana ikachukuliwa kwa ukubwa na kuweza kumwaresti Ali Shabani Kamwe.
tumuombee tu kwamba haya mambo yapite, kwa sababu ni kijana mwenzetu ambaye pia anatafuta ulaji, na hapa yote yanayotokea ni mojawapo ya changamoto za kazi. So hata yeye pia naamini ili analifeel.